Sisi ni miongoni mwa taasisi zinazotoa graduates wengi kuliko taasisi nyingine. Lakini pia tuna host wanafunzi karibu 45,000. Kwa sisi hapa pafanye pa kwako hasa. And if you have any labda a piece of advice kufanya nini? Wakati fulani tusije wewe. Watume watu vijana wako waje hapa kusikiliza. Tupo for nchi yetu hii sisi. Ya karibu sana. Nashukuru Profesa Nangisi, nikushukuru sana pia kwa utayari wako. Na dhamira Mheshimiwa Rais ni kuengage vijana. Kwa pia moja ya complain hapa hata sisi tulikuwa tunasikia wanaona pia kama wana platform ya kuweka mawazo yao. Ukiangalia kuna ukweli fulani kwa sababu hatuna mfumo rasmi sana wa kufanya kuongea. Kwa moja ya assignment ambayo sisi tutakuwa nayo ni kuona tunaweza ku create a lot of platforms. So sisi tunategemea pia kuongoza kwa mawazo kwa ndio sisi 100% na 100% buying chochote ambacho kinahusiana na sisi, yani kuhusiana na shaka yote. Tuko pamoja, tuna support your activity ambayo mmekuja kufanya, lakini we want to let you know yani you can do more hata kwa kushirikisha sisi directly. Tunao vijana wengi. Swala la harakati ambazo zinaendelea mitandaoni na sehemu mbalimbali zikituhusisha vijana kuelekea tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 siku yetu ya uhuru. Tunaona kwamba vijana wamekuwa wakirubunika, wakiguswa sana na mambo mengi ambayo yanaendelea mitandaoni. Lakini vile vile tumeona athari ambazo zilijitokeza katika tukio kama hilo ambao tumepanga kulifanya tarehe 29 mwezi wa 10. Na binafsi sitamani kabisa hicho kitu kujitokeza kwa sababu mimi kama kijana niliona impact ya mambo ambayo yalitokea tarehe 29. Yapo mengi ambayo yanaweza kufanyika, lakini mimi naomba nigusie kitu kimoja tu, ni kasi ya utekelezaji wa haya maoni ambayo yanatolewa na vijana. Kukusanya maoni ni jambo moja, lakini kuyatekeleza ni jambo lingine. Kwa natamani mawazo haya ambayo yanatolewa na vijana yatekeleze kwa kasi kadiri ya uwezo wa serikali yetu. Kwa sababu naamini vijana mawazo yao, ushauri wao ambao wanaotoa kufanywa kazi, watakosa sababu ya kurudi barabarani. Nchi ni ya vijana. Yaani ukiona mpaka Mheshimiwa Rais anaunda wizara. Na hii kwa taarifa yako, hii ndio unaweza kusema wizara kubwa kwa idadi ya watu. Si ndio jamani? Ndio wizara kubwa kwa idadi ya watu. Yeye amezungumzia wale vijana milioni 34, lakini ukizungumzia watu chini ya miaka 35 Tanzania ni asilimia karibia 65. Sasa maana sisi tunabeba kila mtu kwenye wizara. Kwa hiyo ndio wizara ambayo ina watu wengi hapa Tanzania. Sasa Rais ameona ni jambo zuri kulifanya. Lakini kama sisi hatutaitumia vizuri, maana anaweza kusema au nilikosea, ingebaki kwa idara. Kwa hiyo wito wangu tutumie vizuri platform ambayo tumeipata. Na mimi kama nilivyoahidi, I will engage as much as I can. Tunaweza kuharness, nyinyi mna idea nzuri, mna mawazo mazuri, mna mbinu nzuri pia za kufanya. Na kule nimewaambia pia kuwa waziri haimaanishi kwamba najua kila kitu. Wala haimaanishi kwamba mimi ndo am the best kwenye hili taifa, hapana. Nimeweka tu kama sehemu ya kuunganisha mawazo ya vijana ili tuone tunaenda. Kwa mimi nawategemea ninyi pia katika hili. Situation ambayo inaendelea sasa hivi nchini kwetu ambayo kila mmoja anaifahamu, waathirika wakubwa ni vijana. Na waliathirika kipindi ambacho bado wizara yako haijawa. Kwa hiyo wizara yako tunaitegemea kuwa ni ya kutibu majeraha, ya kuponya kule kulipoharibika. Tunatamani kusikia kwamba vijana utawalindaje sasa kama waziri wao, kwa sababu tayari kimeshatokea. Tunayo kazi kubwa ya kufanya, kuweka mambo sawa sawa, hasa katika kuendelea katika mitazamo iliyo sawa. Ujana maana yake ni kujiruhusu kufikiri. Kuna nipinga hiyo. Ni kujiruhusu kuona kwamba unaweza kufanya jambo au unajua jambo kuliko mwingine. Hata mimi nakumbuka wakati tuko kwa chuo, kuna vitu ambavyo tulikuwa tuna demand ambao sasa hivi wao wanajiuliza kitu tuko na demand, lakini it was not realistic. Sasa hivi tunafanya reflection. Lakini wakati ule na demand ulikuwa unaendelea kitu. Mimi naamini kwamba vijana wa taifa hili ni nguzo muhimu kwenye kujenga sana. Ndio sina mashaka nao. Na ndio maana hata wizara inaanzishwa. Hilo mojawapo ya wizara ndio kwamba tupate platform ambayo yale tunasema hayako sawa, jadiliane na tuseme sawa ni lipi. Kama serikali, mimi kama waziri, lakini pia kama kiongozi wa serikali, kiongozi wa serikali Dr. Samia, ile dhamira yake ni kuona kwamba vijana ndio kuingia mazingira mazuri. Sasa nafikiri na sisi pia lazima tukubali kwamba kuna wakati tunahitaji kuharmonize ili tuweze kuzungumza vizuri kwa utulivu.
na hiki tunachokifanya ni part ya hicho kitu, kwamba tuharmonize vizuri situation ili tuweze kuelewana na kujengeana hoja za msingi.